ufunuo ndio itambue kwamba huyu mtu ananena nini, huyu mtu anazungumza nini. Kanisa katika kitu ambacho kanisa limepungukiwa ni roho ya ufunuo. Watu wananena lakini hatujui leo ananena nini. Watu wanahubiri lakini watu hawajui kwamba injili inahubiriwa namna gani. Unakuwa kama Belshaza wakati maandiko anasema nene tekeli na peresi, yeye ajui anatafuta watu waweze kumpa maana, lakini yuko mtu ambaye ana hiyo roho ya ufunuo. Yeye ndo anaweza akatoa majibu, maanake Mungu anajifunua kupitia mtu huyo ambaye ndani yake ana roho ya ufunuo. Na ndio maana nakwambia jioni ya leo kwamba kanisa la Bwana lazima liwe na roho ya ufunuo, kwamba watumishi wa Bwana lazima wawe na roho ya ufunuo. Lazima kanisa liwe na macho ili tuweze kuona na kutambua vinavyoendelea kwenye taifa, vinavyoendelea kwenye familia, vinavyoendelea kwenye kanisa. Inahitajika roho ya ufunuo. Kama watumishi wa Bwana watakuwa kama Danieli, watakuwa na roho ya ufunuo, maana yake wataelewa kipi ambacho kinaendelea, kipi ambacho kinataka kutokea. Familia yako inakwenda wapi? Hatima yako ni nini? Inawezekana unafanya kitu ambacho baadaye hakikupi faida. Inahitajika roho ya ufunuo ili ujue unachokifanya baadaye kina matokeo gani. Watu wenye roho ya ufunuo hawapapasi, wanajua wanapokwenda, wanajua nini wanafanya. Inahitajika roho ya ufunuo. Lazima ujue watu sahihi wa kuweza kushirikiana nao na watu ambao unatakiwa kukaa mbali nao. Inahitajika roho ya ufunuo. Ukikosa roho ya ufunuo utatembea kama kipofu, utabaki unapapasa, hautajua kipi kilicho sahihi katika maisha yako. Katika njia unayopita unahitaji roho ya ufunuo. Ukikosa roho ya ufunuo hautaelewa nini kinaendelea. Kanisa la Bwana lazima liwe na macho ya kiroho, lazima liwe na macho ya kuona. Lazima kanisa litambue tupo katika nyakati gani, tunatembea katika kipindi gani, tumezungukwa na watu wa aina gani, kanisa lililopo ni la aina gani, tuna washirika wa namna gani, wako watumishi wa namna gani, tuna maaskofu wa namna gani. Kanisa lazima lijue, lazima tuwe na roho ya ufunuo ili tuweze kutambua, ili tuweze kujua. Roho ya ufunuo inapatikana katika kumwomba Bwana atupe Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu anajawa kalama na vipawa, anapokaa ndani yako anaachilia hiyo neema. Akikupa hiyo neema, mwanangu unapata badiliko, mwanangu unapata hiyo neema, mwanangu unajazwa, alafu unabadilika, uelewa wako unabadilika, ufahamu wako unabadilika, maono yako unabadilika, huo mtazamo unabadilika. Namna ambavyo watu walikuona wewe hautaona hivyo, kwa sababu unajua wapi ambapo Mungu amekutoa na wapi ambapo yeye Mungu anakupeleka. Ukiwa na roho ya ufunuo, kuna vitu ambavyo hata viongozi wa nchi wanaweza wasijue, lakini mwenye roho ya ufunuo yeye anapata kujua. Kuna vitu ambavyo watumishi hatutakiwi kuvishiriki, kama watu wakigombana, watu wakipigana, watu wakiuana. Bwana anasema makuhani mkagaregare patakatifu, patakatifu. Maanake kwenye madhabahu yako majibu ya Bwana, kwenye madhabahu yako majibu ya maswali yako, kwenye madhabahu unapoomba Bwana anajifunua kwako, anatilia neema kwako. Ye Bwana ana majibu yako, anasema ombeni alafu na nyinyi mtapewa. Unapoomba unapewa. Lazima watu ambao wanapata roho ya ufunuo hao wanakuwa watetezi, hao wanatumika kama wokozi katika familia zao, katika kanisa, hata katika taifa. Watu wenye roho ya ufunuo hawaendi kama wanyama, hawatembei kama ng'ombe, hawapapasi, hao wanajua watu wanakwenda, hao wanazijua nyakati, hao wanajua nini wanafanya. Watu wa kanisa, watumishi wa kanisa, nasema kanisa lazima liwe na kiu na shauku ya kumpata Roho Mtakatifu, wawe na roho
ya ufunuo ndani yao, ili waweze kutambua leo Mungu anasema nini katika nyakati hizi. Leo Mungu anazungumza nini, anajifunua vipi. Lazima tuombe Bwana atupe roho ya ufunuo.